Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikiri kuwa nilipopokea maombi kutoka ofisi yako kuhusu kusaidia ujenzi wa shule hii mpya na changamoto wanazozipata wanafunzi, tuliguswa sana. Muda si mrefu tulikusikia ukielezea tena changamoto hizi kwa undani kwa Mheshimiwa Rais. Pale pia tuliona moyo na utu wako. Ni matumaini yangu kuwa uwekezaji huu wa vyumba viwili vya madarasa na vyoo 6 yenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 66.1 kwa kiasi kikubwa utasaidia kutatua changamoto hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, benki ya CRDB ina mahusiano mazuri sana na ya muda mrefu na serikali na wanamuheza pia. Kipindi si kirefu kilichopita tulipatia shule ya Edward Fumbe viti na meza kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi. Nasi tena uhakika kuwa mahusiano haya yataendelea kuimarika. Natambua kuwa kuna haja ya kuwa na mfumo endelevu ambao utatuhakikisha watoto wetu wanasoma katika mazingira bora na salama. Benki ya CRDB ni wadau wakubwa wa maendeleo ya taifa letu. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya banki yetu ya CRDB, wanafunzi mpo? Serikali, wazazi na wadau wote wa elimu wanajitahidi sana katika kuhakikisha mnapata elimu iliyo bora. Hivyo nanyi msome na kujifunza kwa bidii kabisa. Elimu ni kitu cha msingi na ni kitu bora. Elimu ina thamani sana katika maisha ya mwanadamu. Mjitumie ili muelimike. Tuna jimbo kubwa, tuna jimbo lina kata 37, lina vijiji 126 na vitongoji 494. Kwa hiyo unaweza kuona vitongoji ambavyo havina shule ni vingi. Kata ya Magoroto ilishakuwa na shule za msingi. Kwa hivyo akasema bana, kwa sasa hatuna mpango huo. Mimi bana, nadhiri yangu ikanisuta, nikaamua kuanzisha msalagambo wa kuwasachi rafiki zangu mifukoni kuhakikisha shule hii inajengwa. Niwashukuru benki ya CRDB. Na hasa mtu wa kwanza kuongea naye mimi alikuwa Jadi. Nikamwambia hii changamoto ya hapa, akaniambia bana, sisi tuna miaka 30 ya kuhudumia wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo hebu tuandikie sisi tuone nini tunaweza kufanya. Na kweli nilivyoandikia wakaresponda haraka kwamba watatujengea madarasa 2 na vyoo hivi. Na kwa hilo niwashukuru sana benki ya CRDB. Niwashukuru sana. Hamjui ukubwa wa tatizo mlilolitatua. Na hakika vijana wengi wa kutoka Misufini, wasichana wengi wa kutoka Misufini wameacha kusoma kwa sababu ya umbali waliokuwa wanaupitia kwenda kupata elimu. Hili mmetufanyia jambo la hisani kubwa na mnatudai deni kubwa. Asanteni sana CRDB. Misufini sio mchezo, imetajwa mbele ya rais na rais akajibu hoja yake. Misufini oye! Kwamba Mheshimiwa Rais ametufanyia mambo mengi sana kwenye sekta zote ikiwamo ya elimu. Ikiwamo ujenzi wa madarasa takriban 345 kwenye jimbo la Muheza katika kipindi cha miaka 4.5 hii. Kwa hivyo mimi nilimshukuru Mheshimiwa Rais kwa hilo tulipokuwa tunaongelea mada hiyo, na nikamwambia hili la Misufini siombi hata tofali moja kwake, hili nitalijenga mwenyewe. Na nikisema nitajenga mwenyewe mimi sio tajiri hivyo, na wasachi rafiki zangu, nitaenda CRDB nitawasachi, nitaenda kwa nani nitawasachi, na patakapobaki nitapajenga mwenyewe. Sasa hivi changamoto tulionayo kwa sababu ya umbali, tutataka nyumba za walimu hapa, lakini na ofisi ya walimu pia, ili shule iwe makamilika. Na hilo nalichukua pia linakwenda kuisha, ndugu zangu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli.
au kwa WhatsApp tuma neno BIMAPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BIMAPAP, urahisi wa maisha.